Asante Mheshimiwa Spika. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alionijalia afya njema hata siku ya leo ikampendeza niwepo hapa. Mheshimiwa Spika, pili nimshukuru Mheshimiwa Rais, lakini eneo kubwa nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kiwango kikubwa sana amefanya uwekezaji kwenye mtaji kama taifa. Amefanya uwekezaji kwenye mtaji kama taifa. Mheshimiwa Rais anavyoelekeza jitihada kubwa katika ujenzi wa reli SGR, anafanya capital investment, tunasema uwekezaji wa mtaji. Mheshimiwa Rais anavyoimarisha bandari, anafanya capital investment. Mheshimiwa Rais alikadhalika anavyonunua ndege pamoja na jitihada za ujenzi wa bwawa la Nyerere la umeme, anafanya uwekezaji katika mtaji. Maana yake nini? Maana yake Mheshimiwa Rais anatuandalia taifa ambalo miaka 50 ijayo sisi wakina Kunambi, vijana wa leo na vijana wa kesho, tutanufaika na mtaji huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze. Kwanza niseme tu kwamba nimesoma mapendekezo ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda nianze kwa kusema mpango ni zao la malengo. Unapotengeneza mpango lazima uanze na lengo. Lengo unakupa mpango, mpango unakupa mkakati, mkakati unakupa mbinu, mbinu zinakupa mafanikio. Maana yake nini? Unapokuwa na mpango lazima ujiandae na mikakati ya kutekeleza mpango. Unapokuwa na mpango lazima uwe na mbinu za kutekeleza mpango ili tuweze kufanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba niende nijikite kidogo kwenye sekta ya kilimo. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, kaka yangu Bashe, wewe ni msikifu sana, naomba katika eneo hili unisaidie kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye sekta ya kilimo ukisoma ukurasa wa 88 mpaka 89 inaeleza kwa habari ya sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sote tunafahamu 65% ya Watanzania tunapata kipato kwa kilimo. Lakini haitoshi Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo kinachangia takriban 27 kwenye pato la taifa. Na kati ya 27, 24 ni mauzo ya nje nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na haya yameelezwa kwenye mpango huu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tuna kazi kubwa kwenye sekta ya kilimo, lazima tukubali. Kilimo chetu tunafanya subsistence agriculture. Ni kilimo kwa ajili ya kula. Yani actually in agriculture not for surplus, it's for consumption. Kitu ambacho bado tuna safari ndefu sana. Nchi kama Tanzania yenye ardhi kubwa yenye rutuba, lakini leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata fursa ya kwenda Japan training kama mwezi mmoja, training ya quality infrastructure system. Nilishangaa sana, nilikutana na Vice President wa JICA. Alieleza maneno haya kwamba Japani kwa mwaka mzima wananunua chakula kutoka nje ya nchi kiwemo Afrika, lakini alitaja Zimbabwe. Why not Tanzania? Why not Tanzania? Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna nchi imebarikiwa, ukiondoa Kongo inafuata South Africa, na Watanzania ni nchi ya 3 kwenye rasilimali za nchi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoshe kusema kwamba pamoja na kwamba tuna changamoto ya funding kwenye sekta ya kilimo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo sio funding. Inawezekana tukafanya mageuzi makubwa sana kwa kumuunga Mheshimiwa Rais mkono. Changamoto kuu ni 3 kwa Watanzania, na sio tu kwa level fulani. Watanzania wote tuna changamoto kuu 3. Ya kwanza ni mindset. Marcus Garvey alisema neno moja Mheshimiwa Mwenyekiti. Marcus Garvey alisema ukiwaza juu ya jambo lolote umeshindwa. Ukianza kwa kuwaza tu nitaweza kweli, umeanza kushindwa mapema na utashinda. Ni mindset kwa maana ya positive thinking. Ndio challenge tunayo kwamba inawezekana. It can be done. Yes, it can be done. Kwa Tanzania hiyo ni changamoto. Unaanza kuwa na hofu kabla hujaanza safari. Ya pili Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uzalendo. Tulio wengi hatuipendi nchi yetu. Na ndio maana Mwenyekiti, utaona hata kwenye sekta ya utumishi wa umma watu hawajibiki. Ile O+ ile ningetamani iende kwa nafasi zote, hata kwenye teuzi za Mheshimiwa Rais. Zote mtu awe na O+. Na kama mtu anateuliwa apewe miezi 6, hamna deliverance, aondolewe tu.
Kwa sababu unakuta mheshimiwa kiti, kama ni mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, nafasi yote, mtu anafika anakuta kiti kile kile na lazima kukaa kiti kile kile mpaka anaondoka kwa kiti kile. Hata kubadilisha kiti hawezi. Hata kubadilisha kiti tu. Hata kubadilisha mkao wa kiti hawezi. Sasa huyo mtu, mheshimiwa kiti, wengi tuna changamoto hiyo. Lakini commitment, ninapozungumza commitment ni utayari ili jambo fulani. Mheshimiwa kiti, itoshe kusema I'm not speaking from without, I'm speaking from within. Nazungumza mambo ambayo ninayafahamu. Mheshimiwa kiti, naomba niseme hapa bayana, lengo ni kujenga nchi yetu. Sekta ya kilimo kwenye swala zima la umwagiliaji bado tuna changamoto. Bado la tatu. Naam? Bado la tatu. La tatu. Bado la tatu, umetutajia mawili. La tatu commitment, utayari. Utayari, kuna changamoto ya uzalendo. Ya pili mindset, kwa maana ya fikra chanya. Ya tatu commitment. Haya mambo matatu ndio changamoto ya Mtanzania, sio fedha. Hatuna shida ya pesa, nchi ni tajiri. Mchoketi wa sekta ya kilimo tunafanya mageuzi makubwa sana. Labda kangu bashe pale Mlimba nirejee kidogo. Kata yangu ya Mgeta ina shamba la hekta mheshimiwa kiti 5,000. Zimetelekezwa mpaka leo. Serikali imewekeza, kuna miundombinu ya umwagiliaji ndani ya eka 3. Eka 2,000 ndo bado. Na huu mradi hata baba wa taifa miaka 85 alipewa msaada wa serikali ya Korea. Lengo lilikuwa ni kuifanya Tanzania ipate uwezo wa kujikimu kwenye chakula. Ule mradi mheshimiwa kiti, wamekwenda wajanja fulani hivi mpaka leo mheshimiwa naibu waziri umetelekezwa. Serikali imewekeza hekta 3,000 zina miundombinu ya maji ya kumwagilia 2,000. Hiyo ni fedha ipo pale, hizo zeka tazipo mheshimiwa kiti. Tungeenda kule tungefanikiwa mheshimiwa kiti. Lakini tosha tukuza mheshimiwa kiti, mheshimiwa waziri, naibu waziri Karangu Jafo na Karangu Bashe, ninakuomba nikupeleke pale Mgeta, jimbo la Mlimba, ukaone jinsi gani serikali inapata hasara. Eneo lingine mheshimiwa kiti, nenda haraka. Swala lingine mheshimiwa kiti ni sekta ardhi. Tuna changamoto ya kodi, lakini ardhi ya Tanzania inaweza kutupa fedha nyingi sana. Bado sekta ardhi haijafanya kazi. Sekta ardhi bado haijafanya kazi. Naomba niseme bayana na mheshimiwa waziri au naibu waziri unisikilize. Nchi hii inaweza kupimwa. Tuna halmashauri 185 mheshimiwa kiti. Lakini leo hii wizara ya ardhi hata kupima halmashauri 50 hatuwezi. Kuna haja ya kuendelea kuwepo hapo. Kuna haja ya kuendelea kuwepo hapo. Mheshimiwa kiti, mimi na mfano bora. Dodoma hii tunayoona leo. Niseme tu, ndio maana nasema nafahamu, naeleza ninachokifahamu. Dodoma hii miaka 3 iliyopita mheshimiwa kiti ilikuwa haijapimwa. Mimi ni mfano. Jiji la Dodoma tumepima viwanja 2,000 bila kupata fedha benki, bila kupata ya serikali kuu. Tukipima nchi hii kwenye halmashauri zote mheshimiwa kiti, kazi ni ndogo sana. Niwape kidogo tu mheshimiwa kiti. Niwaeleze jinsi gani unaweza kupima nchi nzima. Naibu waziri ananisikiliza. Umesajili kampuni za vijana wa Kitanzania ambao wamesoma wakajiajiri. Ukizipeleka zile kampuni zaidi ya 180 unazo mheshimiwa naibu waziri kwenye ofisi yako. Zikapime zile kampuni kwenye halmashauri zote. Ardhi ikipimwa ni mtaji. Kwanza tunaongeza wigo wa kodi. Wigo wa kodi, kuna pesa kwenye ardhi. Kuna pesa, nitasema kweli daima. Kuna pesa tunaiacha kwenye ardhi. Na ndio maana nchi jirani, si mnajua tuna jirani nchi moja tu. Ndio. Tunazo nchi nyingi lakini moja ndio jirani zaidi. Yule pale kaskazini. Yeah. Ndio maana bajeti yao ni twice us. Kwa sababu ardhi ya Kenya imepimwa almost yote ukiacha lile jangwa. Kwa hiyo wanalipia every year. Ardhi yetu na kuunga mkono. Asante mheshimiwa kiti. Haijapimwa. Mheshimiwa kiti, anachoweza kufanya mheshimiwa waziri wa ardhi jambo moja tu. Kuna vijana waliosoma land management na amewasajili kampuni zaidi ya 180 anazo. Leo hii ana discourage kampuni zisipime. Nasikitika sana. Hawaruhusu kampuni za vijana wakapime kwenye halmashauri zote nchini. Yeye kazi yake, wale vijana wakipima ardhi ile, mwananchi atapata hati miliki. Atakopesheka. Uchumi wake utakuwa. Kama ni shamba atakopa mkopo benki, atalima. Lakini bado wigo wa kodi unaongezeka. Yaani tax base ya nchi inaongezeka. Hizi kodi tunayokusanya 2 trilioni charge hizi ndogo sana. Sekta ya kilimo peke yake inatupa utajiri wa nchi hii. Kilimo, ardhi peke yake.
Kwa hiyo mwenyekiti, mimi niseme tu kwamba, malizia dakika 2. Naomba nimalize kwa kusema, leo nimesema neno haya, Mheshimiwa Naibu Waziri, ikikupendeza ukitumia nafasi hii, kuna mfumo ule wa ELMIS, wewe wekeza pale, tafuta fedha, wekeza kwenye mfumo. Hizi kampuni binafsi ziende kwenye halmashauri zikapime. Wewe una kazi ya kuweka hela pale, hamna haja hela. Nimepima Dodoma viwanja 200,000 bila hela serikali kuu. Bila hela serikali kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Na kila mtu anapata ardhi Dodoma hapa viwanja bure. Inawezekana. Inawezekana. Unanunua, lakini nimepima Dodoma karibu asilimia zaidi ya 50. Kama kuna mbishi asimame hapa. Asimame hapa. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nihitimishe kwa kusema, kama kweli tunataka kumsaidia Mheshimiwa Rais, Wizara ya Ardhi jitathmini kwa kiwango kikubwa, tunataka nchi iwe tajiri. Asante sana. Asante sana Kunambi. Asante sana. Mnaweza baadhi msiione pointi yake, lakini ni ukweli halisi. Nchi hii ikipimwa, mashamba yote yakapimwa na kadhalika, ile kodi ya ardhi tutakayopata nchi nzima ina double hii budget. Wala tutakuwa na mawazo ya kusema sisi tuongeze kwenye simu, sisi tuongeze kwenye petroli, sisi tuongeze kwenye nini. Na pia maswali yote ya migogoro ya ardhi, maswali hapa yote migogoro, hifadhi, sijui na nani, kila mtu akipimiwa anapata bikoni zake sawa sawa, ana hati yake. Tutakuwa na maswali hayo hapo? Hatakuwa nayo. Na ukishapimiwa utalipa kodi.